إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala aeleza uwajibu wa kutanguliza mahaba juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam juu ya chochote kile katika huu ulimwengu. Qul in kana abaukum, waambie Muhammad, ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa ashiratukum, na jamaa zenu, wa amwalun iqtaraftumuha, na mali mlizochuma, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambazo mwaogopa kupata hasara ndani yake, wa masakin tardawnaha, na majumba ambayo mnayoyapenda, ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, ndio mnavyovipenda zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu hatta yati Allah biamri, basi subirini mpaka atakapokuja Allah subhanahu wa ta'ala na amri yake. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi watu waovu mafasiq. Ibadallah, ni wajibu katika viumbe wa Allah kumtanguliza katika mahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده. وفي رواية عن أنس عند البخاري والناس أجمعين. أبكي الإمام البخاري kutoka kwa sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, hataamini mmoja wenu mpaka anipende mimi zaidi ya mzazi wake na mtoto wake na kuliko watu wote. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye wa kwanza katika viumbe kutangulizwa katika mapenzi na mahaba, wala si yote mwingine. Na hii ndiyo manhaji ya ahlus sunnati wal jamaa, kuwa katika watu wote hutanguliza mahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo maana wako tayari kujitolea kwa nafsi zao na mali zao na kila walicho nacho katika kuinusuru sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hapa tutasema, yoyote atakayekwambia kuwa wale hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu kadhabun ashir, ni muongo, awasingizia wale wanaopenda ukweli mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika kitabu chake namna gani tutampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Waambie, ikiwa kweli mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni wa kweli katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. fattabi'uni yuhibbukum Allah, nifuateni, Allah atawapenda. Kwa hivyo mapenzi ya Allah utajishindia kwa kadri ya vile unavyomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atawasamehe madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim. Kwa hivyo mahaba juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine mtu aweza kuuliza, nitamfuata vipi mtume sallallahu alaihi wasallam? yujibuka Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi fayaqul, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kile alichokupeni mtume sallallahu alaihi wasallam achukueni mfanyie kazi, na kile alichokukatazeni mtume sallallahu alaihi wasallam komekeni na mkiwache. Ibadallah, wako katika watu ambao hufanya amali wakaona ni amali njema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amali kama zile hakumwamrisha yoyote katika waja wake. Ikawa waingia katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, yule ambaye amepambiwa amali yake mbovu na mbaya akaiona ni nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala humpoteza anayemtaka kwa hikma zake na uadilifu, na humuongoza anayemtaka, na uongofu ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, waambie ya Muhammad, je, nsiwaelezeni waliokhasirika zaidi katika matendo yao? alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ni wale ambao bidii yao katika uhai wao wa dunia imeambulia patupu,
wasipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wao wadhania kile wanachokifanya ni katika amali njema. An Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yoyote ambaye atafanya amali ambayo hakuifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ajue yaqini amali kama ile atarudishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja nayo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، wako katika watu ambao ni ndugu zetu waislamu waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bidhabt bid'a sugu ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakasema ni bid'a hasana, ni uzushi mzuri. Tutapima maneno haya na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Muislamu, tizama haya maneno, upime makini, uone mwenyewe ni nani anayezungumza haki katika suala kama hili. Qalu bid'atun hasana, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika hii aya kuwa hii dini ameikamilisha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, pale alipomwambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza neema yangu juu yenu, wa raditu lakum al-islam dina, na nikawaridhieni Uislamu kuwa ndiyo dini yenu. Kwa hivyo dini iliyokamilika ni ile dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Neema iliyotimia ni neema ya dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Uislamu ambao Allah ameuridhia ni Uislamu aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Qalu bid'atun hasana, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam فإن كل محدثة بدعة, wakajibu kuwa kuna bid'a iliyo nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa kullu bid'atin dalalah, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Wakajibu la, bali kuna mambo ambayo si katika upotofu. Tayeb, wamalizia na hii hadithi wa kullu dalalatin fi an-nar, na waseme kuna upotofu gani ambao ni wa peponi, kama walivyogawanya kullu mwanzo mpaka mwisho. Ni upotofu gani ambao utawaingiza watu peponi, wawaelekeze waislamu katika upotofu kama huo, waliyadhu billah. Qalu bid'atun hasana. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كل بدعة ضلالة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كل uzushi ni upotofu, fuateni msizue, mmetoshelezwa, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika. قالوا بدعة حسنة. فقال لهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة
potofu hata wakiona watu kuwa ile bid'a ni nzuri. qalu bid'atun hasana. qala al-imam Malik imam dar al-hijra rahmatullahi ta'ala alayhi man ibtada'a fi al-islam bid'ah yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Watu hawajui uzito wa bid'a na uovu wake. Yoyote anayezua uzushi katika hii dini kisha akauona ni mzuri, basi huyu amedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe, wal iyadhu billah. Kwa dalili gani? Qala lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake kuwa leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, basi chochote ambacho hakikuwa dini wakati hii aya ikishuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezekani kuwa dini leo. Kisha jiulize Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake ya da'wa 23 hata siku moja asisherehekee mazazi yake? Ikiwa ni khari angetutangulia mbora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq atawale, ambaye ni rafiki yake wa karibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba wake, asisherehekee hata siku moja mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab akatawala alipotawala al-Khalifatu ar-Rashid al-Faruq, asisherehekee hata siku moja. Dhunnurain Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, miaka aliyotawala asisherehekee hata siku moja. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa huwa min ali baiti Rasulillah, katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatawala alivyotawala, hakusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardah, ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, miaka iende asisherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muawiya ad-dawla al-umawiyya ad-dawla al-abbasiyya, miaka yote ina qurun zipite, iwe wale watakaokuja baada yao watawatangulia wale wema katika khairi. Katika kadhibat za karibuni ambazo tumezisikia kwa mutasawwifa kuwa maulidi ya Habshi walipokwenda wa ndugu zetu wapate, kwa sababu maji yao yalikuwa ni ya chumvi sana kila kisima wanachokichimba, wakaenda kushtakia, wakapewa maulidi ya Habshi, wakaambiwa waisome katika kila nyumba. Yale maji yakageuka yakawa matamu, na mpaka leo ni matamu. Twaomba khidma, na hii ni challenge kwa kila sufi, ndugu zetu wa bondeni na wa Kibokoni, na wapo pale ndani wengi katika masufi, twaomba muende mkawasomee maulidi ya Habshi ili maji yao yawe matamu leo. Nendeni mkawasomee pale maulidi ya Habshi mwezi mzima, birri challenge hii, waende wakaisome mara 10 mara 100, tuone kama maji yatakuwa matamu. La tadhaku ala uquli an-nas ya mutasawwifa, la takdhibu ala an-nas, msiwafanye watu ni wajinga. Walioishiwa na dalili ndio huzungumza maneno kama haya, na ikiwa kuna dalili ni qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na wallahi hakuna dalili utaiona hata moja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yataja kuwasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na kama ingelikuwepo wa kwanza kuifanyia kazi aya kama hiyo angelikuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama useme kuwa wewe ni mbora kuliko yeye, itakuwa hapo umekufuru, wal iyadhu billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد.